Hapa ni Tanzania, katika mkoa wa Morogoro, wilayani Ulanga. Moja ya jimbo ambalo linapatikana katika wilaya hii ni jimbo la Ulanga. Jimbo hili linapatikana katika mkoa wa Morogoro, likiwa na mchango muhimu katika historia, jiografia na shughuli za kiuchumi za eneo hilo. Jimbo la Ulanga linapatikana kusini mwa mkoa wa Morogoro, likiwa na umbali wa takriban kilomita 300 hadi 400 hivi kutoka Morogoro mjini, kutegemea na eneo husika la safari. Lakini jimbo hili katika eneo la magharibi linapakana na wilaya Malinyi, kaskazini linapakana na wilaya Kilombero, mashariki linapakana na mkoa wa Lindi pamoja na Pwani, lakini kusini linapakana pia na mkoa wa Ruvuma. Kijiografia, Ulanga imezungukwa na mtandao mkubwa wa mito na maeneo ya asili yanayolipa eneo hili umuhimu wa kiikolojia na kiuchumi. Makao makuu ya jimbo na wilaya ya Ulanga ni Mahenge. Jimbo la Ulanga ambalo kwa kiasi kikubwa linaendana na wilaya ya Ulanga lina eneo la takriban kilomita za mraba 10,689. Eneo hili lina sifa mbalimbali muhimu. Lina ardhi yenye rutuba inayofaa kwa shughuli za kilimo, lina rasilimali za misitu zinazochangia uchumi wa eneo hili, lakini pia lina ukanda wa mlima ya Mahenge Highlands, unaotoa mandhari ya kipekee na hali ya hewa baridi katika maeneo ya Mahenge mjini. Tofauti na maeneo ya tambarare yaliyo chini ya mlima hiyo, Mahenge na maeneo ya juu yana mazingira yenye kuvutia na hali ya hewa tulivu zaidi. Kwa ujumla, jimbo la Ulanga ni eneo lenye mchanganyiko wa kihistoria, rasilimali za asili na nafasi muhimu katika maendeleo ya mkoa wa Morogoro. Kupitia ripoti na simulizi hii ya Central Clouds TV, kwenye masimulizi ya makala hii pamoja na mbunge wa jimbo la Ulanga ni Mheshimiwa Salim Alauddin Hashim kupitia Chama cha Mapinduzi, na leo tunazungumza naye. Alichaguliwa kwa mara ya kwanza kuongoza jimbo hilo katika uchaguzi mkuu mwaka 2020. Baada ya kukamilisha awamu yake ya kwanza, alirejea tena kazini kufuatia mzunguko wa uchaguzi mkuu uliomalizika hivi karibuni mwishoni mwa mwaka 2025, ambapo anatumikia jimbo hilo kwa kipindi cha pili cha miaka 5 kinachoendelea hivi sasa hadi 2030. Lakini katika kipindi chake cha uongozi mpaka hivi sasa, nini anajivunia kwa wanaulanga ambao ndio wamemwajiri na kumweka madarakani? Katika vitu ambao najivunia kuvifanya, kiukweli Ulanga nilikuta kwenye hali mbaya sana, lakini nilijitahidi sana katika kipindi ambacho nilifanya kazi kwa bidii kubwa sana kwa kuhakikisha kwamba tunatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kipindi cha miaka 5. Katika miaka yangu 5 kuna vitu vingi sana vimefanyika kwenye jimbo la Ulanga. Jambo ambalo nalivunia cha kwanza, kiukweli kwenye sekta ya afya tumefanya vizuri. Na kiukweli nimpongeze tu Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi amefanya ndani ya miaka 5 iliyopita, amefanya kazi kubwa. Kipindi ambacho mimi naingia madarakani nilikuta tuna kituo cha afya kimoja tu, lakini mpaka hivi ninavyokuambia sasa hivi tuna vituo vya afya 3 na kingine cha 4 kinaendelea kujengwa kwa ajili ya kumaliziwa, na ilikuwa ni maeneo magumu sana watu kupata huduma za kiafya. Lakini ukiacha hiyo, kuna maeneo ambayo tulikuwa tunaenda kufanya kampeni, kulikuwa hakuna barabara kabisa. Kuna vijiji vilikuwa tunaenda kufanya kampeni na pikipiki, lakini sasa hivi magari yanaenda kwamba wamepata barabara ambayo wanaweza kupitisha mazao yao na vitu vingine. Jambo lingine la msingi kiukweli, tumepata shule nyingi mpya za sekondari na za msingi, lakini tumebahatika kupata ofisi mpya ya mkuu wa wilaya. Tumejaribu kupata ofisi mpya ya halmashauri ambako inaenda kutanua mji wetu wa jimbo la Ulanga. Vitu hivyo kidogo najivunia sana katika kipindi cha miaka yangu 5. Mheshimiwa Salim Alauddin anasema kwenye kuendesha shughuli za kiafya ziweze kuendelea, alitoa pesa binafsi takriban milioni 150 kununua ambulance ili wasaidie wanaulanga katika shughuli za kidharura. Jiografia ya jimbo letu, kwa sababu majimbo ya vijijini kidogo yana hali ngumu sana, kwa hiyo tulikuwa na ambulance moja tu kwenye jimbo zima. Lakini hivi ninavyokuambia, mpaka sasa hivi ukiacha ambulance yangu mimi ambayo inafanya kazi kwenye ofisi ya mbunge, ambako wananchi wanaitumia kwa shughuli zao, ikiwa ni msiba, ikiwa ni wagonjwa, wanaweka tu mafuta wanaendelea kuitumia. Sasa hivi ninavyokuambia tuna ambulance 6 ambazo tumepewa na Dr. Samia Suluhu Hassan, ukijumlisha na kwangu maana tuna ambulance 7. Kwa hiyo kuna vitu vingi tumefanya, vingi tukivielezea tutachukua muda mrefu sana. Ulanga ni kati ya jimbo lenye sifa nyingi mno, ikiwemo kilimo na ufugaji zaidi ya 80% pamoja na uchimbaji wa madini, jambo ambalo Mheshimiwa Salim linampa nafasi ya kuelezea ukubwa wa eneo hili
ambalo lipo pembezoni mwa mji wa Morogoro. Jimbo la Ulanga ni jimbo tete kiukweli. Kwanza liko pembezoni kabisa. Yaani mimi jimbo langu kuna barabara unafika mwisho uwezi endelea. Yani ukifika mwisho lazima ugeuze urudi ulikotoka. Kwa hiyo jimbo la Ulanga bado lina changamoto nyingi sana. Na tunajaribu kupambana nazo, kuzitatua taratibu. Naweza nikasema jimbo la Ulanga kwamba ndio liko vibaya sana. Inawezekana kuna majimbo mengine. Mimi nazungumzia jimbo la Ulanga kwa sababu ndio muhusika na mimi ndio mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Ulanga. Kwa hiyo jimbo la Ulanga ni jimbo ambalo kiukweli lina rasilimali nyingi, lakini liko pembezoni bwana. Kwa hiyo sasa wananchi kufikiwa na zile huduma za haraka ambazo ni muhimu zinakuwa ni shida kubwa sana. Katika wilaya ya Ulanga ambapo ndipo lilipo jimbo hili, linakadiriwa kuwa na eneo la kilimo yenye rutuba takriban hekta 300,000, 21,417 hadi hekta 400,000, ambayo ni zaidi ya 30% hadi 38 ya ardhi ya wilaya. Lakini maisha halisi ya wananchi wa eneo hilo hayaakisi utajiri wa ardhi hii kwa ajili ya kilimo, mbali ya kuwa wananchi wa eneo la Ulanga si wavivu. Kwanza kabisa nikiri kiukweli, jimbo la Ulanga lina rasilimali ardhi kubwa na yenye rutuba, ambako wananchi asilimia zaidi ya 70 wanategemea kilimo. Lakini tatizo haliko kwa wananchi. Yaani wananchi wa jimbo la Ulanga sio wavivu. Wananchi wa jimbo la Ulanga sio kwamba wamekosa ujuzi kwenye kilimo, lakini tatizo liko kwenye mfumo. Mfumo haushabiani na kazi ambazo wananchi wanafanya. Kwa mfano, mwananchi amelima mazao yake, barabara ni mbovu, hawezi kufikisha mazao yake sokoni. Hilo ni tatizo la kimfumo na ndio ambalo mimi napambana nalo kuhakikisha kwamba tunaenda kulitatua. Vitu ambavyo najaribu kupambana navyo, kwanza kabisa nataka kuhakikisha kwamba naboresha miundombinu ya barabara, umeme pamoja na mawasiliano ili wananchi waweze kufikisha mazao yao kwa haraka sokoni. Lakini jambo la pili ni lazima tutengeneze makubaliano au tutengeneze mahusiano mazuri ya serikali, taasisi binafsi na taasisi za kifedha ili wananchi waweze kupata mitaji ile midogo kuhakikisha kwamba wanajitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini jambo lingine ni lazima pia mimi kama mwakilishi wao na mambo mengi ya kwenda kufanya ndani ya jimbo la Ulanga. Kwa mfano katika kipindi hichi cha msimu ujao wa kilimo, naenda kutengeneza mfumo ambao utakuwa unasimamiwa na ofisi ya mbunge. Cha kwanza takuwa natengeneza vikundi kutoka kwenye ofisi ya mbunge. Labda kama na kikundi cha watu 10, nitawapatia mtaji. Mtaji utasimamiwa na ofisi ya mbunge. Kwamba labda wanataka kulima ufuta heka 10. Gharama ya kulima ufuta heka 10 ni kiasi gani? Ni unaita mbolea, ni vile vitu vyote ambavyo vinataka kuhusika kwenye kilimo chao. Tutasimamia na ofisi ya mbunge mpaka mwisho atakapokuwa wamepata mavuno. Na baada ya mavuno tutaangalia wamepata faida kiasi gani. Ofisi ya mbunge itachukua mtaji wake, itawaachia faida kama mtaji ili waweze kuendelea na biashara. Lakini sio hilo tu, kwenye ofisi ya mbunge tuna mambo mengi ambayo tumeshafanya ndani ya miaka yangu mitano. Miaka mitano nilinunua trekta. Mungu alinijalia kununua trekta 3 mpya kabisa. Wananchi wangu mimi walikuwa wanaweka mafuta tu, wanaenda shambani kwenda kulima. Na hicho ambacho nataka kukiboresha tena kuanzia mwaka huu, tuone tunawezaje kusaidia hivi vikundi vingine. Tunapozungumzia taasisi za kifedha ili wananchi, kwa sababu taasisi za kifedha ziko tayari kuwakopesha hivi vikundi vidogo hasa kwenye sekta ya kilimo. Lakini je, nani anawasimamia? So hilo ndo ambalo naenda kulifanya mimi ndani ya hii miaka yangu mitano. Pamoja na jitihada za Mheshimiwa Salim, ni dhahiri shahiri ya kwamba swala la vijana kuingia kwenye kilimo bado linasuasua kwa asilimia kadhaa. Yeye anatueleza hatua alizozichukua kuwafanya vijana wa Ulanga waingie kwenye sekta ya kilimo. Kwanza hilo ndio tatizo kubwa ambalo tunaliface kwa Tanzania. Unajua watu wanashindwa kuelewa kwamba sisi tuna tatizo la ajira, hatuna tatizo la kazi. Sisi tunanielewa nikisema hivyo. Tuna tatizo la ajira, hatuna tatizo la kazi. Kazi ziko nyingi sana za kufanya. Na ndio maana sasa vijana tunashindwana. Ukienda kula na kijana anaamini kwamba akitoka shule form 4 amefeli kazi ni bodaboda. Haamini kwenye kilimo.
Serikali cha kwanza inatakiwa kufanya kwamba kuwapa elimu wananchi kwamba wajue kabisa kwamba pesa ziko shambani. Na mimi I believe in that also, kwa sababu hata mimi nafanya kilimo pia. Kwa hiyo natamani kuwapa elimu wananchi wangu ili wajue kwamba pesa ziko shambani. Na mimi nafanya hivi ili kuwapa, natengeneza mashamba darasa. Hivi vikundi na ambapo nitavisimamia hata kama vitakuwa ni vichache, nitasimamia kuhakikisha mpaka maisha yao yanabadilika. Itakuwa ni shamba darasa kwa wengine ili kujua kwamba kilimo kina pesa. Kitu ambacho nakwenda kukifanya. Yes. Mji kasoro bahari Morogoro miongoni mwa mikoa michache inayotambulika kama kikapu cha chakula cha taifa, National Food Basket nchini Tanzania. Mkoa huu una mchango mkubwa sana kimkakati katika usalama wa chakula nchini, hasa kupitia mazao makuu mawili, mchele kwa maana ya mpunga pamoja na sukari. Kupitia mabonde makubwa yenye rutuba kama bonde la Kilombero, wilaya ya Ulanga na Mvomero, mkoa wa Morogoro unachangia takriban 20 hadi 25 ya mchele wote unaolimwa nchini Tanzania. Lakini je, jimbo la Ulanga linachangia kiasi gani? Kiukweli Ulanga mchango wake ni mkubwa, na niseme tu yani Ulanga tatizo la miundombinu ndio linaturudisha nyuma, na serikali wanapaswa kujua hivi. Sisi cha kwanza tunalima mazao ya biashara kama pamba. Sisi pamba yetu ndio pamba bora Tanzania kwa sababu nyuzi zake ni ndefu. Na tunajaribu kuhamasisha viwanda vidogo vya kuchakataji mazao ya biashara na mazao ya chakula pia kwenye maeneo yetu ambayo tunafanyia. Kwa mfano sasa hivi tumepata kiwanda kimoja ambako tuliongea na mwekezaji, amekuja kukijenga kiwanda kwa ajili ya kusindika pamba, kimeshajengwa na kimeanza kufanya kazi. Kwa hiyo tunataka kurahisishia wananchi yote. Kwa hiyo kwa mchango wa kusema mchango wa Ulanga kwenye upande wa kilimo mchango wake ni mkubwa. La pili pia sisi tunafanya mazao ya biashara kama ufuta. Ufuta pia ukifika msimu unajaribu kuona jinsi ambavyo watu wanapata hela kwenye ufuta. Lakini tunalima mpunga, tunalima mahindi. Kwa hiyo mchango wake pia ni mkubwa. Siwezi kusema asilimia ngapi, lakini Ulanga kama Ulanga inachangia kwa kiasi kikubwa pia kutoka kwenye mkoa wa Morogoro. Moja ya rasilimali muhimu waliobarikiwa Ulanga ni rasilimali madini kama vile graphite, madini ya vito kwa maana ya gemstones, ambayo ndani yake kuna ruby, spinel, sapphire na mengineyo. Lakini kwa nini hasa maeneo mengi kama Ulanga yenye madini kubadilika kwake kiuchumi inakuwa ni ngumu sana ilhali rasilimali zipo? Regulation pamoja na sera walizoweka serikali kuu kwa ajili ya kusimamia madini. Kwa sababu cha kwanza ni kwamba anayefanya kazi ya biashara ya madini anachimba, ananunua vyovyote vile, pesa yote anayelipa, mraba wote anaolipa, kwa sababu ukichimba madini manake 7% ni royalty unatakiwa kulipa, lakini 7% yote inaenda serikali kuu. Wao ndo wataamua warudishe kiasi gani. Si unaelewa vizuri eh? Sasa hapo ndo kwenye uelewa. Hata mimi ukiniambia sasa hizi nichangie bungeni au nishauri, nitashauri kwamba katika 7% inayochukuliwa kwenda serikali kuu, basi 2% au 3% ibaki kwenye eneo husika, ili watu waone kwamba kumbe madini yetu yanachimbwa hapa na tocha. Lakini sisi tunategemea CSR. Yaani kutoka kwenye makampuni yanayochimba madini tunategemea CSR tu peke yake. Na zero inategemea na zile sheria ndogo za halmashauri zilizojiwekea. Kwa mfano jaribu kupiga mahesabu, mtu kazalisha madini ya bilioni 3, lakini hela inayobakia halmashauri ni 0.03% ya service levy. Ukipiga mahesabu kwenye bilioni 3 maana yake huyo ana kama milioni 3 au milioni 4. Kwanza hata hawezi hata kuhangaika kulinda hayo madini yao kwa sababu hakuna anachokipata. Kwa hiyo wanaohangaika kulinda madini yetu ni serikali kuu. Hilo ndio changamoto kubwa ambayo inatokea, kwa nini madini yetu hayatunufaishi. Na bahati mbaya kabisa hata wananchi hawaelewi hilo tatizo. Yani anaweza kuona mtu anachimba madini afu wanalalamika tu kwamba wanatuibia madini yetu. Sio kwamba wanalipa kodi, ila kodi inachukuliwa na serikali kuu inarudishwa kwa taswira tofauti. Makusanyo makuu yale yanayokuwa yamekusanywa kwa serikali kuu, wanaposema sasa wanakuja kujenga zanati, maana yake ni pesa hizo zimetokana nazo. Maana yake ni sehemu ya madini yale, kwa sababu ni kodi ambazo zile sisi tu ambazo wawekezaji wamelipa au wafanyabiashara wamelipa. Sasa hiyo ndio changamoto kubwa. Kwa hiyo hata serikali, mimi nikisema nishauri, lazima nishauri hivi,
ili wananchi waone direct kabisa kwamba hela hii tumepata kwenye kodi inayotokana na madini yetu na imetujengea barabara kilomita 1 au imetujengea kituo cha afya, imetujengea hospitali ya wilaya, hivi tu kama hivyo. Pamoja na kwamba Ulanga ina madini mengi mno, lakini Mheshimiwa Salim Alaudini anasema madini yanayochimbwa bado ni machache mno. Ulanga ina madini mengi sana. Lakini yanayochimbwa ni machache. Kwa mfano ni declare interest, mimi pia ni mchimbaji na nafanya biashara ya madini. Nachimba madini aina ya spinel ambayo pia ni rare duniani na demand yake ni kubwa. Lakini pia kuna madini aina ya graphite kama mmewahi kusikia. Kuna kampuni ambayo imeshaingia ubia na serikali, wamesaini mkataba wa serikali kupata 16% na wanakuja kuwekeza trilioni 1.3 kwenye uchimbaji wa graphite. Kwa hiyo kama ule mradi utaweza kufanikisha, Mahenge au Ulanga inaweza kuwa kitu kingine kabisa ndani ya miaka 5-10 ijayo. Kwa ni kitu hao ndo mradi. Kwa hiyo wawekezaji wanapokuja, ajira zitapatikana na local content yetu inasema kabisa kwamba waajiriwa wanatakiwa wawe na hicho ambacho mimi Mheshimiwa Munge nitakisimamia kwa nguvu zangu zote. Siwezi kuona kampuni inaajiri watu 1000 alafu watu 900 wanatoka nje ya Ulanga. Kwa hiyo nitasimamia hilo kuona kwamba kweli kwamba wananchi wanapata ajira, lakini pia na biashara zianzie kwetu Ulanga. Hatuwezi kuwa na mgodi unafanyika kazi pale alafu nyanya itoke Morogoro iletwe pale. Kwa maana yake tutawezesha wakulima wetu walime nyanya ya kutosha, wa supply kwenye kampuni ambayo wanafanya uchimbaji. Walime vitunguu wa supply, wafuge kuku wa supply mayai, kwa sababu ni kampuni ambayo inakuja kuwekeza pesa nyingi na sio tofauti na sisi ambao wachimbaji wadogo kwamba mtu atakula tu ugali marage. Wale wenzetu wana sheria za kimataifa kabisa kwamba mfanya kazi asubuhi anatakiwa mayai 2 ale labda na simuelewa vitu ile. Kwa hiyo mayai atoke kwetu, mboga zitoke kwetu, yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima mimi niende kusimamia kwenye hilo pia. Tunakaribia kuanza mwaka mpya wa fedha ambapo kwa mwaka 26-27 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeidhinisha na kupitisha bajeti kuu ya serikali jumla ya shilingi trilioni 62.33. Ulanga inanufaika na fedha hizi kwenye sekta ya ujenzi, hususan miundombinu, kwa namna gani hasa? Kiukweli changamoto ya mkoa wa Morogoro ni hiyo kubwa. Kwanza tuna barabara za kimkakati. Barabara za kimkakati ziko 3. Moja ya kutoka Ulanga kutoboa kwenda kutokea Liwale kuunganisha na mikoa ya kusini. Hii ni ajenda ya kimkoa na wabunge wa mkoa wa Morogoro ili hakikishe kwamba mkoa wa Morogoro unafunguka kibiashara. Barabara ya pili ya kutoka Ifakara, yani kwa maana ya Kilombero kwenda kutokea Malinyi kwenda kutokea na Mtumbo, maana yake inaenda kuunganisha na Songea. Hiyo ni barabara pili ya kimkakati. Lakini barabara ya 3 ya kutoka kwenye jimbo la Mlimba kwenda kutokea Njombe. Maanake hiyo sasa mkoa wa Morogoro utakuwa umefunguka kwa kiasi kikubwa sana. Na mimi niseme tu ukweli, nafikiri pia kwenye upande hata uwekezaji, labda nirudi nyuma kidogo, kwenye uwekezaji kuna tatizo la mawasiliano kati ya wizara na wizara. Kwa mfano huo mradi nao kuambia mimi mkubwa ambao watu wanakuja kuwekeza trilioni 1.3, ni kweli mheshimiwa waziri au wahusika wenye kuleta wawekezaji kweli wametuletea wawekezaji. Sawa sawa. Haitoshi kusema tu kwamba wewe umeleta mwekezaji. Mwekezaji anaenda kuishi kwenye mazingira yapi? Mna hospitali nzuri ya kuwatosheleza wawekezaji na pamoja na wafanyakazi wao? Mna barabara nzuri ambao watakuwa wanapitisha watu wao? Wana umeme wa kutosha? So manake waziri anakuwa yeye ameshamaliza kazi yake kaleta, lakini anapaswa kuhakikisha anawasiliana pia na waziri wa afya. Jamani, hospitali vipi? Tunakuja wawekezaji wetu hospitali vipi? Katika shida ambayo pia tunayo ambayo pia ni kipaumbele changu katika miaka 5. Nataka kuhakikisha kwamba tumepata hospitali mpya ya wilaya, kwa sababu hospitali yetu ya wilaya imechoka kabisa, yani ni ya kuanzia mkoloni. Kwa hiyo huwezi kuwa mwekezaji pale anakuja kwenye hospitali kama hili hakuna huduma za kutosha. Kwa hivyo vitu ambavyo nataka kwenda kupambana navyo kuhakikisha kwamba tunapata. Kwa hiyo mawasiliano yale yangekuwa ameturahisishia sana sisi kazi. Kuhakikisha kwamba jamani barabara, kwa sababu nikwambia ukweli kabisa, wale wawekezaji kama barabara yetu haijapata kilango cha lami kwenda Ulanga, wale wawekezaji hawawezi kufanya kazi yao. Watalazimika kufanya kazi kiangazi tu, ikifika masika hawezi tena kufanya kazi. Sasa mtu ameweka hela zake na haujamtengenezea mazingira mazuri ya yeye kufanya kazi zake. Haijalishi hiyo tu kwamba sio yeye, wananchi
hawataweza, kwa sababu kipindi wanaanza kujenga, kwa sababu madini yale sio madini ya vito ya kusema ni kidogo, ya kusomba na malori. Kwa maana yake ni magari makubwa yanaenda kupita kwenye barabara yetu. Sasa ile barabara itakuwa hata kiangazi inawezekana pia ikawa mbaya sana, kwa sababu magari makubwa yatakuwa yanapata. Kwa hiyo watakaoteseka ni wananchi wetu, lakini wanaona kwamba umetotea wagezaje wapate afueni, afu kuna kuja kupata matatizo zaidi. So serikali lazima iangalie sana, kwa sababu kwanza jimbo la Ulanga la kimkakati sana. Unapozungumzia kampuni inakuja kuwekeza trilioni 1.3, revenue yake ni kiasi gani? Serikali na 16%, kuna kodi zitalipwa. Kuna lazima pia serikali itazame Ulanga kwa jicho la tatu na mkoa wa Morogoro kwa ujumla. Mheshimiwa Salim Alaudini, pamoja kuwa ni mbunge wa jimbo la Ulanga, lakini pia ni mchimbaji madini mwenye uzoefu, anatoa mtazamo wake wa juu ya mabadiliko ya sheria au sera ambazo zikibadilishwa zitakuwa kichocheo kikubwa sana cha kunufaika na rasilimali za madini nchini Tanzania. Sera za kubadilishwa ziko nyingi, lakini nitazungumzia tu chache. Mimi nitakutolea mfano kwenye upande tu wa Tanzanite. Tanzanite sisi ndo wazalishaji pekee. Hakuna nchi nyingine mpaka imepewa jina Tanzanite, maana ni Tanzania tu hiyo. Na hakuna wazalishaji wengine. Lakini Tanzanite yetu imeshindwa kupanda thamani. Kila muda unavyokwenda thamani ya Tanzania inabaki kwa vile vile, lakini na uchimbaji unazidi kuwa mgumu. Kwa maana yake lazima tubadilishe sera. Serikali inatakiwa kubadilisha sera kuhakikisha kwamba Tanzanite inapanda thamani. Otherwise, wachimbaji wanaochimba pale wote, wawekezaji wote wanaoona wanachimba Mererani, na mimi pia ni mmoja wapo, ni wazawa. Itafika wakati kwa bei zile ambazo zinauzwa sasa hivi Tanzanite haitaweza kuchimbika tena. Na utakuwa umewakwamisha kabisa wachimbaji wazawa kuona kwa madini yao yanashindwa kuwanufaisha. Kwa sababu tulikuwa tunazalisha Tanzanite ndani ya mita 200 kwenda chini, kwa sababu kule uchimbaji wake ni underground. Kwa hiyo tunazalisha kwenye mita 200. Leo hii Tanzanite inaenda kupatikana kwenye kilomita 2 chini. Mimi ninavyokuambia mgodi wangu una kilomita 2 chini. Na bado madini thamani ni ile ile. Sio hapo kama unanielewa vizuri. Maana yake uwekezaji unazidi kuwa mgumu, gharama ni kubwa, lakini Tanzanite haipandi bei. Kwa hiyo tuna jukumu kubwa sana la kubadilisha sera ya kudhibiti. Mimi naizungumzia Tanzanite ndo icon yetu. Yaani Tanzanite ndo icon yetu. Yaani kwamba uende dunia yoyote, Tanzanite is rare kuliko diamond. Diamond is not rare. Kila nchi inachimbwa na inapatikana. Lakini Tanzanite inachimbwa kwetu tu. Kwa nini ionekane thamani yake ni iko chini kila siku? So tuna jambo kubwa sana la kufanya, na mimi kama mheshimiwa mbunge nimeshakuwa kwenye kamati ya nishati na madini miaka 2 ile ya mwanzo, nilishauri sana. So ni jukumu la serikali kuona kwamba ushauri wetu unafaa au ufai, lakini mimi niko kwenye industry naona kabisa kuna tatizo kwenye upande wa Tanzanite. Na regulation wanavyokuwa wanazitunga, mimi ninavyofikiria inawezekana wanatunga regulation ambazo zinazingatia sana kwenye gold. Gold with a gemstone is totally different. Sio kama unanielewa. Kwa maana ukitoka regulation ukikuja kuzirudisha kuapply kwenye madini ya vito zinakinzana. Unakuta watu wanaona biashara ya madini kama vile ni ngumu, kama zile serikali labda inawabana, lakini jambo kubwa wanalo wao mikononi mwao, wadau wapo wa kukaa nao wa kuweza kuwashauri na vitu kama hivyo. Bara la Afrika ndilo linaloongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya vijana na watu wenye umri mdogo kuliko mabara yote duniani. Zaidi ya 60% ya watu barani Afrika wana umri chini ya miaka 25, huku Tanzania ikiwa na vijana zaidi ya milioni 22, na kila mmoja anahitaji kufanikiwa na kuwa na maisha bora zaidi. Hapa Mheshimiwa Salim Alaudini anasema hakuna njia rahisi ya kutafuta pesa. Cha kwanza lazima vijana waelewe tu kwamba there is no shortcut in money. Ni lazima ufanye kazi. Na ukifanya kazi yako kwa upendo, kazi ambayo unaipenda, utaifanya vizuri sana. So kwanza nimeshasema kwamba wa vijana wasiamini kwa money is shortcut. Lazima wachague kazi ambazo nimesema mwanzoni, pia nimesema tatizo letu sisi sio kazi, tatizo letu sisi ni ajira. Na tu kila siku, na mimi katika changamoto ambayo nakutana nayo pia hata jimboni kwangu,
wananchi wangu wanaona mimi siwezi kuwasaidia wao kupata ajira, na hasa zile ajira za serikalini, ualimu, sijui upolisi, mtu kaomba vitu kama hivyo. Mimi naweza nikasema kila kiongozi anaweza kawa na kipaumbele chake. Mimi kipaumbele changu naona vijana kujiajiri ni bora zaidi kuliko kuajiriwa. Sasa hicho ni kipaumbele changu mimi, na siwezi kusema kwamba mtu mwingine afuate mawazo yangu. Kwa hiyo vijana wanatakiwa kufanya kazi zile halali zinazochukua muda na kujijengea uwezo wao wa moja kwa moja. Utaenda kubeti, utapata hela leo, utakula, utasema utabeti, hela itaisha. There is no consistency kwenye hiyo hela ambayo utapata kwenye shortcut. Hapa ni Central Kitivoni kupitia Clouds TV. Leo tukipita kwenye simulizi ya Mheshimiwa Salim Alauddin, mbunge wa jimbo la Ulanga, katika kipindi hiki cha pili ambapo tumeweka masimulizi mengi. Nikusihi uendelee kusalia nasi. Mimi ni Ali Kashmiri. Unisikiapo kuna jambo